moment kulingana na nyakati. Clouds Plus ndo walinileta mjini, wakanifundisha jiji likoje, wakanipa fursa, so nilienjoy. Wasafi walinitambulisha zaidi, kama nilikuwa hapo wenyewe wakanipeleka hapo, sababu brand yao ilikuwa ni kubwa. Star Times walikuwa wananilipa kibunda kingi sana, lakini kwa kote nilienjoy kulingana na moment. Siwezi kupima kusema kwenye taasisi nilienjoy zaidi kote nilienjoy kulingana na zile moment. Walio kuenjoy ni moment na moment. Upo kwenye wakati gani, unapenda nini. Nani alikuvuta Wasafi? Clouds Plus sasa mimi nilipigiwa simu tu na mabosi. Sijui nani alipendekeza. Hapa sikuwahi kuuliza. Ila sijui nani alipendekeza. Kile nilipigia simu ndugu yangu Nelson Kisanga. Program manager Wasafi. Tunataka kufanya kazi na wewe. Sababu na mkataba pale Clouds Plus. Tukafuata taratibu tukauvunja mkataba. Of course pia katika media Mbondo ya kwanza naanza kulipwa hela yenye sifuri ngapi 6 ni Wasafi. Mungu abariki. Yani ile ndo unaanza kulipwa mzigo na 0 1 2 3 4 5 6. Mungu awabariki sana. Sasa hiyo mbona sababu hapo ndo nilienjoy pia. Ndio kwamba moment. Ndio ulianza mara ya kwanza naanza kulipwa ile ya 06 ilikuwa Wasafi. Kabisa hiyo Mungu awabariki mno. Yaani ndo naanza kunasema yes. Utangazaji unaingiza fedha nyingi. Wasafi. Zipo story kwamba Wasafi hakupewa nafasi nzuri ndio maana ukaondoka. Kila kitu kinategemea. Walinipa nafasi. Sema nimekaa miaka 4. Nilikuwa sijapewa nafasi ningekaa kweli miaka 4 yote. Kwa sababu nafasi sio kwenye kipindi tu, hata kutumia brand. Nimefahamiana na viongozi wengi sana wa kisiasa nikiwa Wasafi na kupata marafiki wengi sana. Hiyo ni nafasi kubwa sana kuliko nafasi ya kuwa hewani kwa muda mrefu. Nimepata trust kubwa sana kwa sababu ya nilivyokuwa Wasafi. So walinipa nafasi. Ni nafasi so lazima. Unajua sasa hivi dunia ilivyokaa, hata ukipewa nafasi ya dakika moja kama unajua tu. So tangaze masaa 3 ndio mtangazaji mzuri. Dakika moja tu inatosha kukutambulisha duniani kwamba hichi ni hivi. Then ukaenda ST Bongo. Na baadaye ukatoka. Nikaomba ST Bongo niache kazi mwenyewe. Uliomba mwenyewe ST Bongo? Kwa sababu mambo yangu yalikuwa mengi. Kila siku ruhusa ofisini nikaona nawakosea. Kwamba nipumzike sasa hivi, nahisi na mambo mengi sana binafsi ya kufanya. Lakini ndo media ambayo ilikulipa vizuri zaidi. Unaweza kusema hivyo? Wewe kutoa Safi mchezo. Walilipa vizuri. Of course. Katika maisha yangu yote ya media, mimi nimeanza kutangaza na miaka 17. Mwaka 2014. Kwa sababu nimeanza form 4 2013. Sasa katika maisha yangu yote ya media naenda mwaka wa 10 na ngapi? 11. ST Bongo ndio ambao wanashikilia rekodi ya kutoa mpunga mrefu zaidi. Of course, yes. Kutoa Wasafi haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. Na kumbuka mimi nilikuwa naenda pale, tunaenda kuanzisha kipindi cha asubuhi kwa sababu ulikuwa ni mwaka 2025, mwaka wa siasa, so media zilikuwa zinahitaji vipindi vingi vya asubuhi kwa sababu audience ni wengi. Walikuwa wapendi sana mambo ya entertainment, wanataka mambo ya siasa, kuona nchi inavyoenda na nini. So ilikuwa ni kwenda kuanzisha kipindi cha asubuhi, lakini pia kwenda kuwa producer wa hicho kipindi cha asubuhi na kuwa mtangazaji pia wa hicho kipindi cha asubuhi. Sasa unaona hayo majukumu. Kuanzisha kipindi cha asubuhi, kuwa producer na kuwa mtangazaji. Kwa hiyo lazima mzigo uwe mwingi. Kwa sababu pale nilikuwa natangaza kile kipindi cha asubuhi, lakini mimi ndo nilikuwa producer pia. Mazingira ya waandishi wa habari, hard news ama tunasema ni habari ambazo tunasema ni zinaweza kukupeleka sehemu mbaya, hizi za kuzungumzia viongozi, siasa, Tanzania yakoje kwako wewe? Hakuna uhuru usio na mipaka. Kila kitu kina mipaka yake. Hata huko tunaposema ndo nchi ambazo zina uhuru, pia wana mipaka yao. Yaani kuna line huwezi kuvuka. Na ndo dunia imeumbwa hivyo. Kuna line tu huwezi kuvuka. Kwa hiyo unahitaji kujibu kwa akili sana. Kwa nini? Kwa sababu hamna uhuru usiokuwa na mipaka. Hata huko Marekani kuna line huwezi kuvuka. Yaani kuna hapa ni mwisho, kwa sababu tuna story nyingi za watu mbalimbali hata huko kwenye nchi ambazo tunasema zina sheria nzuri na zina uhuru wa habari, lakini waliwahi kuhoji na wakapotea. Kwa hiyo kuna uhuru sawa, lakini hakuna uhuru usio na mipaka.
Okay. Wewe unakupa uhuru huo wa kufanya kazi vile unavyojisikia taaluma yako, na unaona mambo ya Iran na Israel jinsi ninavyofanya na enjoy. Tunazungumzia mambo ya ndani ya kinchi yani unaweza ukazungumza yale mambo ya kinchi kwa uhuru na kwa kutumia taaluma yako vile unavyotaka bila kubugudhiwa kabisa. Vizuri kabisa, nazungumza bila kubuguziwa na bila kufanywa kitu chochote na wala bila hata kutishiwa. Na umekuwa hivyo na enjoy hiyo. Na enjoy wewe unaona vitu vinashuka. Okay. Hivi karibuni nini kilikukuta? Tulikuta tunaona huko bodi ya ithibati. Bodi ya ithibati waliniita wakanipa onyo kali kwa sababu nilitumia neno ashakumsio matusi kwenda kwenye shirika la ndege. Kwa hiyo wakaniita kunipa onyo kali na elimu. Tulikuwa tuna mazungumzo mazuri sana, walikuwa wananielewesha uandishi wa habari unaenda hivi hivi na hivi. So nimeenjoy sana kukaa na wale wazee wangu, na wiki ijayo nitapita pale nikawasalimia, tatufuturu pamoja. Walikuwa sahihi. Bwana, sema nitaswasi wazee wakubwa. Wazee wakubwa. Wako sahihi wazee wakubwa. Usizingue wazee wakubwa wako sahihi. Wako sahihi. Kwa hiyo ulizingua. Ulipokea adhabu. Ulipokea adhabu. Ulizingua nini? Mbona utasema wazee kuniingiza nilizingua nini? Hapo hujamalizia sana. Wako sahihi. Azingua kwenye nilichokifanya ATCL. Mimi ukisoma ile barua ya ithibati unajua pale kuna sura mbili. Ila sitaki kuingia sana. Kuna sura kwamba tukaangalia kwenye comment kwamba alizungumza kama mteja ambaye alikerwa na huduma au alizungumza kama mwanahabari. Kwa hiyo nili sana lakini wote kwa wote fresh. Wewe ulikuwa mwanahabari, ulikuwa kama mteja pale. Sasa hapo ndo hiyo ni debate nyingine kubwa ambayo sasa hivi dunia ituruhusu kujadili mambo ya Iran huko, inasababisha mafuta Tanzania yanapanda bei kabisa. Zipo headline ambazo zikwambie tutafungua debate nyingine na hili swali. Mimi ukinijibu tunamaliza kwamba wewe ulizungumza kama mwanahabari na ama kama binafsi. Na ili pia bila shaka bodi ya ithibati uliwaambia ulizungumza kama nani? Shoshaim anapojaribu kuuza mchicha, anatokea mtu mwingine anasema usiuze biskuti, achana naye. Mwingine anatokea anacheza mpira. Okay. Okay, maji tumeelewa hiyo. Sasa kwa hiyo tunabakia pale pale. Hamna uhuru usiokuwa na mipaka. Okay, basi shukrani sana. Turejee kwako. Umekuwa ni tunasema kinara kwenye upande wa hard news kimataifa zaidi. Umekuwa ukieleza mambo kwa uelewa wako, lakini pia kwa kutokana na namna unavyosoma, unavyopitia vyanzo mbalimbali vya habari kuhusiana na vita inayoendelea kati ya Iran na Israel, lakini pia siasa ya dunia kwa ujumla. Lakini mimi general kuna vitu vinazungumza vingi. Mimi nataka tuanzie tu hapa. Tunaona China na Russia ambao walikuwa ni maswaiba wa karibu sana wa Iran hawaonekani kabisa katika huu mzozo. Wanaonekana kwa njia ya diplomasia. China na Iran na Urusi hawaonekani kwenye huu mzozo kuisaidia Iran dhidi ya Marekani na Israeli, lakini wanaonekana kuisaidia Iran kidiplomasia. Kidiplomasia ni kutoa kauli mbalimbali za kulaani kile ambacho kinaendelea. Kwa mfano China wamezungumza, wametoa kauli, wamelaani mashambulizi ya Marekani ambayo yalianza kufanywa na yanaweza kufanywa Israel na kumuua Khamenei, ndio. Urusi pia wamelaani. Kwa hiyo wanashirikiana na Iran kwa kumuunga mkono kidiplomasia. Lakini sasa kwa msingi wa swali lako kwamba watu wengi walizani kwamba kwa sababu Iran wako kwenye BRICS, kwanza Iran wapo kwenye BRICS, lakini pia ukiwaangalia Iran ni timu mashariki, yani tunasema siasa za dunia zimegawanyika katika sehemu tatu kubwa, lakini ni mbili kubwa, kwa maana ya kwamba magharibi na mashariki. Huku magharibi ndo kwenye kitu tunaita ubepari, ambaye baba ni Marekani. Okay. Wao wanaamini ukiwa nacho wewe ni cha kwako na uendelee kuwa nacho. Tajiri ni tajiri, maskini ni maskini. Hawa mashariki asili yao ni ujamaa ambao wanaamini kwamba
wewe ukiwa na shilingi 1,000 basi mpe hata mwenzako 300 400, mwisho wote vizuri. Mwisho. Kwa hiyo sasa ukija huku mashariki baba ni Urusi, China, wakina Irani hao. Kwa hiyo sasa watu wengi walitegemea urafiki ule utawasaidia waingie moja kwa moja vitani, kwa maana ya kwamba Urusi waungane na China na Iran kuipiga Israel na Marekani. Sasa watu ambacho hawajui ni mahusiano mazuri yaliyopo kati ya Israeli na Urusi. Kuna zaidi ya Warusi milioni 2 wanaishi Israeli. Ukisoma vizuri historia ya Putin kuingia madarakani, ana uswaiba mkubwa na Roman Abramovich, mmiliki wa zamani wa Chelsea, ni Myahudi yule, japokuwa ni Mrusi. Yaani Urusi wana mahusiano makubwa na mazuri sana na Wayahudi. Kwa hiyo katika hivi vita Urusi anajitahidi kucheza vizuri katika maeneo yote mawili, na ndio maana pia uliona hata Israeli mwenyewe kwenye vita vya Urusi na Ukraine alikataa kumsupport Ukraine. Hakutaka kupigana na Urusi kwa sababu wana mahusiano ya kindugu. Niseme tu kwamba hawa Wayahudi, mimi sisemi ni taifa teule, ile nasema ni miongoni mwa binadamu wenye akili Mungu kuwahi kuwaumba mpaka leo. Wayahudi yani hilo hatupingi, tukatai tukubali, lakini wana akili kubwa mno. Mungu amewapendelea kwenye hilo. Sasa wanahusika pia na maisha ya madaraka ya Vladimir Putin. Ukisoma historia ya Urusi na Putin kuingia madarakani, kuna watu wanaitwa maoligachi pale Urusi. Au maoligachi ndo wanaamua nani awe rais na nani aende. Walihusika kumweka Putin kuwa rais wa Urusi. Ndo hapo anaingia mwamba mmoja anaitwa Roman Abramovich, mmiliki wa zamani wa Chelsea, ambaye ni Mrusi lakini ana asili ya Israeli. Sasa hapo nadhani tukao umenielewa mahusiano. Sasa ndo maana tunakuja kwa China. China kipaumbele chake katika hii dunia ni vita vya kibiashara, sio vita vya bunduki. China kipaumbele chake ni vita vya kibiashara, kwa sababu kwa mfano China yeye angekuwa anataka vita vya bunduki. China ana eneo lake pale linaitwa Taiwan. Lakini Taiwan ni nchi ambayo inajitegemea, ambayo ipo chini ya Marekani. Lakini China anasema lile ni eneo langu na ni sehemu, lakini hajawahi kwenda kupigana. Huwa tu wanarusha ndege za kivita, waenda kufanya mazoezi, wanarudi, kwa sababu yupo tayari kuingiza uchumi wake matatizoni kuanza kupigana vita. Lakini China na Marekani nyuma ya pazia, hata mbele ya pazia, wanafanya biashara kubwa sana. Kwa hiyo China, kwa sababu kipaumbele chake yeye sio vita vya bunduki, ni vita vya kibiashara, akiangalia akipiga mahesabu aoni haja hiyo. Kingine ni timing jinsi ilivyo. Mbali na mahusiano ya Urusi tuliyozungumza na Israel, lakini pia Urusi amekuwa vitani kwa muda mrefu, karibu miaka 4 sasa. Anapigana na mataifa zaidi ya 9 pale kwa mgongo wa Ukraine, yani anapigana na NATO. Kwa hiyo na yeye amepigana muda mrefu, amechoka. Anapigana huku na Ukraine, bado tena atoe kikosi akapigana na Iran. Hiyo nguvu anaipata wapi? Na amechoshwa muda mrefu huku na Ukraine, Ujerumani, Ubelgiji, Canada, Marekani mwenyewe, akina Poland hawa, Ujerumani, unaona bwana. Kwa hiyo ndo hivyo. Timing, misimamo ya hizo nchi ulizozitaja pamoja na historia hairuhusu wasaidia Iran. Wengi wanasema soon tutasikia pray for Iran. Wanasema hivyo kwa sababu ya historia na jinsi ambavyo Marekani imejipambanua kwamba vita vingi wamekuwa kiibuka washindi. Operation nyingi ambazo wanazifanya wamekuwa wakifanikiwa. Kwa hiyo watu wanasema hivyo kulingana na historia, lakini Iran sio taifa la kubeza, na ndio maana unaona vita imeingia katika siku ya 5. Siku ya kwanza tu watu wameuliwa, kiongozi mkuu wa nchi ya Ayatollah Ali Khamenei, kauliwa mkuu wa majeshi ya IRGC, kauliwa Nasrallah waziri wa ulinzi na makamanda wengine siku ya kwanza. Lakini hao watu hawaja acha vita mpaka leo. Unajua kwenye vita unapoua makamanda wakubwa kuna kitu kinaitwa morali jeshini, ni kitu muhimu sana. Wanapokufa watu wakubwa morali inaweza ikawa down, ikashuka kabisa, kitu ambacho ikawa ni hatari, mkapigwa vibaya mno. Lakini Iran unaona jinsi walivyo strong, unamuua huyu wanaeka huyu. Iran na madhaifu yao yote katika idara ya ujasusi, lakini wana system nzuri sana za uongozi. Yaani Iran uongozi sio mtu, uongozi ni system. Na ndio maana unaona akiuliwa huyu inakuwa ni rahisi kumweka huyu. Ameondoka Ali Khamenei, ameingia mtoto wake. Kabla ya mtoto wake aliingia Al-Raza, kiongozi wa muda. Sasa hivi ameingia Mojtaba Khamenei ambaye ni mtoto wake na Ali Khamenei. Ameondoka mkuu wa IRGC, sasa hivi kateuliwa
kamanda mwingine. So wana system nzuri sana ya kubadilishana uongozi kwa haraka. System yao ambayo kidogo ina matobo mengi ni system ya ujasusi, intelligence yao inasaidiwa sana na Marekani, Israel na Marekani. Kwa hiyo nadhani sasa utakuwa umepata picha na umeelewa jinsi ambavyo hali ilivyo kulingana na swali ambalo umeniuliza. Okay, unadhani ushindi wa Marekani ni upi? Unajua ushindi wa Marekani si kupiga Tehran, Isfahan, Tabriz, sijui na Tanz. Ushindi wa Marekani ni kuangusha serikali ya Kiislamu ya Iran. Huo ndo ushindi wa Marekani, kwa sababu hii serikali, mfumo huu ambao tunauzungumzia wa serikali ya Kiislamu ya Iran, ndio kikwazo kwa sera za Marekani Mashariki ya Kati. Irani ndo taifa pekee ambalo linaweza likasimama pale Mashariki ya Kati likamwambia Marekani hii hapana. Wote unaona wakina Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, UAE, Qatar, wote hawezi kusema lolote kwa Marekani. Sasa wanaofanya Iran wawe na msimamo ule si Khamenei, ni mfumo. Ndio maana umeona Khamenei amekufa, lakini still mashambulizi bado yanaendelea. Kwa hiyo Marekani anajua kabisa ili afanikiwe ni kuangusha utawala, na ndio maana umeona kumekuwa kuna wito ambao unatolewa na viongozi mbalimbali wa Marekani. Donald Trump alizungumza mara baada ya mauaji ya Khamenei, akawaambia watu wa Iran huu ndio wakati sasa wa kuingia barabarani na kuipindua hiyo serikali. Hiyo kauli ikagongelewa nyundo na waziri mkuu wa Israeli Bibi Benjamin Netanyahu kwa kusema kwamba jamani, watu wa Iran ingieni barabarani. Maana yake ni nini? Wanajua. Jana usiku akizungumza, Trump amesema yupo tayari kutoa silaha kwa vikundi vidogo vidogo ambao vinataka kuingia barabarani ili kuiangusha serikali ya Iran. Maana yake wanaelewa kwamba the issue si kuipiga Iran, the issue sio nuclear, issue kubwa ni angusha serikali ya Iran na mfumo wake. Wakifanikiwa pale, Iran atakuwa tayari amekwisha, kwa sababu hata huo mfumo wa nuclear hataweza tena kutengeneza. Na Marekani wana mtu wao ambaye amemwandaa Reza, mwanamfalme Reza ambaye anaishi Marekani. Amekuwa akitoa wito hata kwa diaspora mbalimbali wa Iran ambao wanaishi nchi nyingine kwamba kuendelea kuunga mkono mapinduzi yafanyike Iran, kwa sababu hawataki ule utawala ambao uko. Kwa hiyo Marekani anatumia kila namna kuhakikisha kwamba anataka kumaliza kabisa utawala wa Iran, waeke mtawala wao ambaye ataunga mkono sera zao, lakini pia waharibu ile system yote ya utawala wa Iran kwa maslahi yao makubwa. Tunajua Irani serikali yao kama rais hana nguvu kama ile kiongozi mkuu wa dini. Tunavyosema kuiangusha uongozi, na maana wanataka mamlaka ya dini ife, ama tafsiri ikoje? Yani itoke kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ile Jamhuri ya Iran. Okay. Iran wanaongozwa na sharia za Kiislamu, ndio inaitwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Sasa Marekani hawataki hiyo kwa sababu ya misimamo mikali ya Iran ambayo wanayo. Ndio maana nimekuambia Ali Khamenei kafa, wewe umeona Iran wamebadilisha msimamo. Sasa issue sio watu, issue ni system iliyopo kwenye serikali. Hiyo ndio Marekani anapambana nayo aimalize. Ndio maana wanataka kufanya mapinduzi, warudishe serikali ya Iran ya miaka 1960-70 kabla hawajafanywa mapinduzi, kwa sababu Iran imebadilishwa miaka inayoitwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran mara baada ya kina Khamenei kufanya mapinduzi. Kwa hiyo shida kubwa, adui mkubwa wa Marekani na washirika wake ni sera, misimamo na mifumo ya serikali ya Iran. Kwa hiyo Khamenei alikuwa jasusi. Khamenei, ukisoma historia yake, yeye aliwahi kuwa mwanajeshi. Unajua Iran wengi, hata huyu mtoto wake naye pia aliwahi kuwa mwanajeshi, kwa maana kwamba wengi viongozi wao ni wapiganaji kwa sababu ya aina ya nchi yao. Kwamba aliwahi kuwa jasusi labda wa Iran, sijui. Sijawahi kuona historia yake kusema kwamba Ali Khamenei amewahi kuwa jasusi, ila huyu mtoto wake ambaye anaingia huyu Mojtaba Khamenei, yeye amewahi kuwa mwanajeshi na amepigana vita vya Iran dhidi ya Iraq nadhani miaka 80. Okay. Watu na mashaka kuhusiana na kuhimili ama kuweza kuvaa viatu vya baba yake ambaye alikuwa na mamlaka na nguvu. Uongozi wa Iran si mtu, lakini system. Lakini top pale wanamsikilizaga kama ndo direction ama tunasema dira ya uongozi. Unajua Mojtaba basi ndo alitambulisha, watu wengi hawajamfahamu, ana ushawishi mkubwa sana jeshini. Amekulia IRGC, ni kamanda wa zamani wa IRGC. Na uliona hata kabla ya hizi taarifa kwamba wanamteua, walianza kumbrand mapema Iran kwa kusema
mtoto wa Khamenei Mujtaba ni mzima na ndiye ambaye anasimamia operation ambazo zinaendelea. Kwa hiyo kwa jinsi mimi nilivyoiona Iran na ninavyoamini system zao, hawezi kwenda kinyume na msimamo wa serikali ya Iran hii ya Kiislamu jinsi ambavyo unakuwa. Ingekuwa ni mtu mwingine sawa, lakini huyu hapana, kwa sababu nimekuambia kinachoibeba Iran ni ile system walishaiset. Wana system imara sana. Okay. Apati turudi kwenye vita yao ambayo pia wewe mtandaoni ulikuwa gumzo sana. By the way ulikuwa unalia ile siku Khamenei ameuawa, ulikuwa uamini ama ilikuwa ulipita shoku? Ulikuwa ni habari za kushtua, lazima ushtuke. Niliona kwanza mapema vyombo vya habari vya magharibi waliweza kusema Trump naye akatoa, lakini mimi nilikuwa nasubiri source kutoka Iran, kiwemo chombo cha habari cha serikali ya Iran. Unajua unaposikia rais ama kiongozi mkubwa wa taifa fulani amefariki, ni vizuri kuthibitisha kupitia wao wenyewe. Kwa hiyo nilikuwa nasubiri na walitangaza saa 11 kasoro hivi kwa sasa Tanzania asubuhi. Baada ya kuona vile akasema kweli mwamba kaanguka. Ulikuwa uamini, watu wakawa wanacheka sana. Mara ya kwanza ilikuwa ni ngumu. Unajua ni kama tu alivyokufa Fidel Castro, ni kama alivyokufa Che Guevara, ni kama alivyokufa Yasser Arafat, Patrice Lumumba. Hawa watu wa mashariki wana viongozi wa muhimu sana, lakini wako kidogo, yani hawako katika namba kubwa. Kwa hiyo unapompoteza Khamenei kwa ghafla, ingawa mwenyewe alishasema kwamba mimi na miaka 86 nisipouliwa na Marekani najua naweza nikafa labda kwa ugonjwa, lakini hatukutegemea kama itakuwa ghafla vile, alafu kwa shambulizi la kwanza la Marekani. Kwa of course ilikuwa shock hapo sahihi kabisa. Ulishangaa kwa nini mapema? Kwa sababu wengi wanasema mbona ameuawa kizembe hivi, yani kirahisi hivi. Unajua zile tambo kizembe, lakini sio kizembe. Wamefanya sana mazoezi mpaka na wamefuatilia vya kutosha Israeli. Nimekuambia kwamba kinachowaponza Iran, jeshi lao lina majasusi wengi sana wa Mossad na CIA. Kwa zaidi ya miaka 40 wamekuwa wakiwekeza hapo CIA pamoja na Mossad. Na ndio maana unaona kwa nini viongozi wengi wa Iran huwa wanauawa, ni kwa sababu wanauza location wale majasusi wa Mossad na CIA ambao wako ndani ya jeshi la Iran. Ndio maana mwanzo nikasema mfumo wa ujasusi wa Iran umevuja, una mapungufu mengi sana. Na moja kati ya mapungufu, unajua viongozi wa Iran wamejitahidi, ukitaka kuwa track uwezi kuwa track kupitia GPS. Hawana huo mfumo, kuna pattern maalum. Ukipata wakikutumia hizo pattern unaweza kumtrack. Sasa hizo pattern wanazijua watu wachache sana, lakini cha ajabu kikosi cha idara ya usalama wa taifa cha Iran, VAD Mayad, walimuonya Khamenei kwamba usifanyie mkutano nyumbani, twende tukafanyie kwenye zile underground zetu kama kawaida. Khamenei yeye ndo akakataa. Walishanusa kuna hiyo hatari, lakini Khamenei mwenyewe ndo aligoma akasema nitafanyia hapa kwa sababu nitaka kunyamisha hapa, mtaweza kuhamisha na Wairani wengine zaidi ya milioni 80. Bomu likashambuliwa, watu wakafa. Maana yake ni kwamba tayari kuna mtu aliuza mchoro kwamba bwana huyu leo Khamenei kikao kitafanikia nyumbani kwake, na kutoka kuna viongozi 1 2 3, pigeni saa fulani mtawapata wote. Na Israeli hawajawahi katika historia yao kuishambulia Iran asubuhi, tena mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni surprise attack wamefanya. Kwa hiyo hivyo ni magepu ya mfumo wa ujasusi yanavuja. Ndio maana viongozi wengi wa Iran wanauawa kuliko viongozi wakubwa wa Israel. Okay. Moja kitu ambacho kinachanganya sana kama ulivyoeleza mwanzo, siasa za Middle East za kule magharibi zinachanganya sana. Vyombo vya habari navyo vimekuwa, yani usipokuwa makini unaweza ukawa unatembea na propaganda za dunia. Tumeona BBC wanaripoti kivyake, Al Jazeera wanaripoti kivyake, CNN kivyake, na hata ukitesti zile habari zao usikiziangalia kiujuu unaona zina favor sehemu fulani. Hata tumeona hata kibongobongo pia kuna namna fulani watu pia wamekuwa wakikoti sana zile hivyo vyombo vya magharibi katika mtazamo ambao unaunyima nafasi au tuseme nini, taarifa nyingi za baadhi ya mataifa. Hilo una mtazamo gani kuhusiana na hilo? Kama kwenye habari za vita mnaga kitu kinaitwa balance. Ingawa habari ethics na law
zinasisitiza balance, lakini kwenye habari za vita kila chombo huandika kulingana na mrengo wake. Kwa mfano rais wakati wa vita vyetu vya Uganda hapa mwaka 1978 mpaka 80 na Idi Amin Nduli, vyombo vyetu vya habari vya Tanzania vilisema Idi Amin anakula nyama za watu. That is propaganda. Shafisti nini, majina yote mabaya alipewa Idi Amin. Lakini vyombo vya habari vya Libya na Uganda vilisema Idi Amin ni shujaa anaipambania ardhi yake na kuongeza utawala wake. Umenisoma sijui? Maana yake ni kwamba kila chombo cha habari katika masuala ya vita kinaandika kulingana na mrengo wa mmiliki wa nchi husika. Kwa mfano, CNN inamilikiwa na Marekani. Okay. Wakiandika habari kuhusu Hamas, watasema hivi, kikundi cha magaidi Hamas. Lakini taarifa hiyo hiyo ikiandikwa labda na Fars au TASS. Fars ni chombo cha habari cha Iran. TASS ya Urusi au andike hata TRT ya Uturuki. Watasema chama cha siasa cha Hamas. CNN wanakuambia kikundi cha ugaidi. Fars wanakuambia chama cha siasa. So unaona tofauti sasa jinsi ambavyo newsroom za wanahabari zinapata tabu, kwa sababu ubaya hizi newsroom zetu hizi tumerithi habari nyingi kutoka vyombo vya habari vya magharibi, kwa sababu ndo tumekuzwa navyo. Yaani mitangu nakuwa asubuhi pale nitasikiliza labda idhaa fulani na waamini ndo kweli. Lakini je, zile idhaa zinamilikiwa na nani? Zinafadhiliwa na nani? Wanajua kabisa idhaa fulani inamilikiwa na nchi fulani. Wewe unafikiri watasema mabaya kuhusu nchi yao? Watawapa vitu ambavyo wanataka nyie ndo mvijue kuhusu nchi zao. Ndio maana leo ukitembea hapa Tanzania kote, asilimia kubwa ukiwauliza watu wengi nchi za ndoto zao, watakutajia nchi za magharibi. Watakwambia nataka nikaishi Washington, mimi nataka niende London, mimi nataka niende Paris. Ni kwa sababu wameaminishwa. Sasa kwa mfano kwenye newsroom, mhariri anachukua habari ya kimataifa BBC ya Hamas, imeandikwa kikundi cha kigaidi Hamas. Labda taarifa imeandikwa kundi la kigaidi Hamas limesema litaishambulia Marekani. Mtanzania anasoma, anasikiliza taarifa habari kundi la kigaidi Hamas. Kwa hiyo kaisikiliza wapi? Kwenye redio Tanzania. Ile hiyo habari imetoka kwenye chombo cha habari cha magharibi ambao wanasema Hamas ni kundi la kigaidi. Kwa hiyo inakuwa ile mtazamaji Hamas sisi magaidi. Ndio maana tuko sasa watu kama sisi ambao tunaonyesha utamaduni wa vyombo vingi vya habari vya Tanzania na wahariri ni kuchukua habari za kimataifa kwenye vyombo vya habari vya magharibi, DW, Al Jazeera, BBC huko, sijui CNN, Fox na kadhalika. Sisi tukasema habari za Irani tutazichukulia Irani. Hatutokubali chombo cha habari cha Uingereza na Marekani kituambie kuhusu Irani. Kitotokea Irani. Tutaenda kuchukua Irani kwenyewe. Sasa huo ni utamaduni mgeni, ndio maana watu wengi wanapinga. Hapo tu. Kwa hiyo hata huko kwenye vyombo vyetu vya habari, katika hizi habari za vita, tukumbuke kila chombo cha habari kina upande. Yaani leo Faz hawezi kuandika vizuri Marekani, BBC hawezi kuandika vizuri kuhusiana na Iran. Si ndio? Yeah. Ndio hivyo kwa maslahi zao. Jerusalem Post waisifie Iran kwamba Iran ni wavumilivu, hatukutegea hawezi, kwa sababu kila nchi katika habari au kila chombo inaandika kwa mrengo fulani. Ndio maana unaona vyombo vingi vya habari vya Urusi mara baada ya vita na Ukraine vimefungiwa, na Urusi na wakafunga baadhi ya vyombo vya habari vya magharibi. Kwa nini wanafanya hivyo? Wanajua kila chombo kinaandika kwa maslahi yake. Ndio mimi nimesema wazi kabisa katika hata wakati wa vita vya Urusi na Ukraine kwamba peji yangu mimi itakupa habari zote, lakini itakuonyesha kwa nini Urusi ni bora na tutakupa sababu. Ukitaka kuona kwa nini Urusi ni baya, nenda kwenye peji nyingine za magharibi. Kwa hiyo ni utamaduni tunaishi kimazoea kwamba habari za Ulaya lazima nichukue Al Jazeera, nichukue BBC, nichukue CNN, DW, au wote wanaandika kwa maslahi yao. Habari ya Iran kafate Faz. Okay. Habari ya Jerusalem kafate Jerusalem Post. Ukichanganya huko nako unaweza kubalance vizuri. Lakini kwenye habari vita, mimi niletea hata chombo cha habari kimoja hapa niambie kina balance habari za vita. Alafu tubishane. Okay. So it means kwamba ina make sense wakati mwingine tunavyoona kwa mfano Tanzania kuna wakati sisi tunatakiwa tu control narrative zetu kuliko kuacha watu wa nje wa control au watuzungumzie wao, kwa sababu watu tuzungumzia kwa yale ambayo tunayataka sisi. Of course, yes. See, we are right. Nilishawahi kusema siku moja wakanishambulia sana kwamba
kwa nini vyombo vya habari vya nchi jirani kuna wakati vilikuwa vinaongelea sana Tanzania. Na by the way kuna agenda sasa hivi inaendelea, wanasema wakati wa Oktoba 29 tukuwaona, sasa hivi mko issue za Irani na nini mmeibuka. Mimi na hapa nasema ukweli, hata hao wanaolalamikia wanahabari wa Tanzania kuhusu Oktoba 29 na hichi kinachoendelea Iran, wangekuwa kwenye nafasi zetu sisi wanahabari, wasingefanya hayo ambayo wanataka sisi tufanye. Narudia tena, nasema ukweli kwa jina la Mwenyezi Mungu. Hao wanaolalamikia waandishi wa habari wa Tanzania kuhusu Oktoba 29 wanasema tumekuwa na vielele vya kuandika sana kuhusu Iran, it is okay. Lakini wao wangekuwa nafasi zetu sisi, wangefanya hivi. Labda kama wangekuwa wanaandika kutokea Ujerumani, wanaandika kutokea Marekani. So wanafanya hivyo kwa maslahi mapana ya mataifa yao. Ama kila chombo kinafanya kwa maslahi mapana ya taifa. Okay. Ndio maana unaona hata vyombo vingi vya habari ambavyo vinapinga serikali hata huko katika nchi nyingine havifanyi kazi katika hiyo serikali. Vinafanyia kazi kwenye nchi nyingine. Lakini zinaripoti habari za nchi husika. Okay. Yaani hamna serikali yoyote eti uipinge afu chombo chako kipo hapo tu wanakiangalia wapi? So unaiona soon vita ya Israeli na Irani na Marekani itaisha haraka? Ni pasua kichwa, labda tusubiri kwa masaa 48 tutajua, lakini mpaka sasa hivi hamna anayeonekana kukata tamaa. Kila mmoja anaitaka vita licha ya hasara kubwa ambazo zimeendelea kupatikana. Make tumeona Muirani anasema ama ametoa tamko kwamba Waisraeli ambao wanataka kupona abaki aondoke. Iran wamekuwa na matamko ya kishujaa sana na wamesema hakuna mazungumzo. Unajua juzi Trump alisema Iran wamekubali kuzungumza, lakini wakajibu haraka sana. Arafi alijibu, nilimuona pia waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi naye alijibu pia kwamba Iran hawatazungumza na yoyote, na wakarejea ile kauli ya marehemu Khamenei kwamba sisi Iran tunajua hatujui kuanzisha vita ila tunajua kumaliza vita. Na juzi wakasema ndo kwanza wametumia makombora ya kizazi cha kwanza, cha pili na cha tatu. Kwa hiyo wataanza kutumia makombora ya kisasa. Israeli ukiwasikiliza nao wanatoa maneno makali kwenda kwa Iran. Kwa hiyo ukisikiliza pande zote tatu katika hivi vita unagundua jambo bado lipo. Kwa mtazamo wako Irani ameshamaliza silaha zote kama Trump anavyosema kwamba tumelock? Trump anafanya mind game. Kwenye vita propaganda ni silaha muhimu sana. Ni silaha kubwa muhimu sana. Yaani propaganda unakumbuka wakati wa uchaguzi ilikuja propaganda moja ikachafua sana watu kwamba maji yamewekwa sumu. Ile ni propaganda. Kuna watu wanakaa chini wanatengeneza zile. Na kuna propaganda aina hizi. Nitakwambia nani Trump anafanya propaganda ipi. Kuna propaganda aina 3 ukisoma propaganda. Kuna propaganda nyeupe, propaganda nyeusi na propaganda ya kijivu. Anachokifanya Trump pale ni propaganda nyeusi. Propaganda nyeusi ni uongo mtupu. Propaganda nyeupe ni ukweli lakini unawekwa kwa njia ya propaganda. Propaganda ya kijivu unachukuliwa ukweli, unachukuliwa na uongo afu unachanganywa unawekwa kwenye propaganda. Yaani nyeupe tunashumu nyeupe ukichanganya na nyeusi utapata kijivu. Ndio tunasema ukweli na uongo ndio tunaita propaganda ya kijivu. Kwamba tunachukua ukweli na uongo afu tunakuaminisha kwa njia ya propaganda. Kwa hiyo anachofanya Trump kwenye zile na 3 za propaganda ni black propaganda. Uongo ni propaganda ya uongo, yani haipo. Hata bora angefanya grey propaganda, achukue ukweli na uongo, lakini akaamua kufanya black. Anamdanganya nani? Anamdanganya nani? Anidanganya dunia kwamba Iran wameishiwa silaha, mbona wanashambulia? Kama Iran wameishiwa silaha, mbona wanashambulia mpaka sasa hivi? Na baadaye watapiga baada ya kufuturu. Sasa wameishiwaje silaha? Nchi na wanashambulia zaidi ya nchi 8, wanaishiwa vipi silaha? Maana wanashambulia zaidi ya nchi 8, wanapiga zaidi ya nchi 8 zenye kambi ya Marekani. Kuna watu walikuwa wana mtazamo tofauti. Anakwambia Muirani anashambulia kambi za Marekani, lakini ukiangalia Israel pamoja na Marekani wao wanashambulia vile vitega uchumi, baadhi sehemu muhimu, lakini anaua na watu pia. Tumeona kuna wale watoto zaidi ya 150 wanafunzi, lakini tumeona ameua rais. Watu wanajiuliza kwa nini Irani hataki kushambulia vitu kama hivyo na yeye atia hasara? Sasa ana information za kutosha za walipo generali wakubwa wa Israeli. Angepata kama Israeli anavyopata angepiga, ndio maana anarusha. Israeli anapiga target maalum kwa sababu kama tulivyosema mwanzo ana masnitch wengi ambao wanaisnitch Iran na kutoa siri za maeneo muhimu ya Iran. Okay. Unadhani
hii vita itabadili mtazamo wa ulimwengu kuhusiana na masuala ya kisiasa na kumuona Marekani kama superpower? Inakuza uelewa. Marekani bado atabaki kuwa superpower, hakuna kumshusha kwa sasa duniani, hilo liko wazi. Lakini vita inakuza knowledge na ukweli, watu taratibu wanaanza kuelewa. Taratibu watu wanaanza kujua ukweli kwamba kumbe dunia iko hivi. Okay. Yeah. Lakini pia hili la mwisho, hii ni darasa pia kwa Watanzania pia waandishi wa habari kwamba au kutaka kuongea kidogo kwamba wakati nchi yako ipo kwenye jambo lolote mnatakiwa mubaki kama Watanzania na sio, hakuna mtu wa nje anayeweza kuipenda nchi yako kuliko wewe. Yoyote wa nje ukiona anatetea nchi yako ujue kuna kitu anakitaka. Ni hivi tunasema hivi, no free lunch in America. Kabisa. Ukiona Marekani anakupa chakula cha bure utakilipia tu. No free lunch in America. Wanaga free lunch wa Marekani, utalipia tu siku moja. That's it. Nchi yako utaitetea wewe mwenyewe, huwezi kutetewa na watu wengine. Ama mzungu anafanya kitu kwa hasara hata mara moja. So unadhani sasa hii ni fursa ama ni nafasi kwa serikali? Tunajua sasa hivi imeweza kuwaboreshea content creator, lakini pia tunaona waandishi wa habari wanaboreshwa at least kwa nafasi fulani, lakini unaona waongeze nguvu zaidi ili kuweza control narrative kwa wakati mwingine unapotokea matukio makubwa. Hapo kwenye content creators, wakati unakumbuka tulivyofanya kikao na waziri mkuu? Yeah, nakumbuka. Nilitoa ushauri nikasema Kenya TikTok wanawalipa ma content creators na Instagram. Ruto ndio alienda mwenyewe huko TikTok na Instagram kwa shawishi na wakakubali. Badala ya kutengeneza ada ya shilingi 50,000 wa ma content creators walipe, watengenezee mazingira, wapige kwanza hela afu tengeneza hata ada ya laki. Wafate huko TikTok, waambie kuna soko kubwa Tanzania, waanze kuwalipa kama Kenya wanavyolipa kwa kueleweka. Waambie pia hivyo hivyo Instagram. Alafu njoo chukua ada. Watu wanatoa hata laki 5. Lakini Kenya nasikia bado pia walipi TikTok, wanatumiana gift tu. Basi wanaomba gift. Labda serikali yao ilitudanganya. Na TikTok wenyewe labda walitudanganya. Kuna report ya juzi nimeiona hivi karibuni, walikuwa wanalalamika bado wanatumiana gift. Labda kama walitudanganya. Unasemaje? Ndio nilikuwa sasa nasema hapo sasa. Huoni sasa haja ya serikali sasa kuongeza jitihada za kuboresha hizo sheria, mazingira ili tuweze control narrative? Wakati mwingine ni bora tuwe na watu wengi wanaizungumzia vizuri taifa lao, nchi yao, kwa sababu ni wazalendo kuliko kuwapo. Lakini pia uzalendo ni pamoja na kukosoa. Unamaanisha nini? Uzalendo si kusifia tu. Ni kukosoa, lakini unakosoa kwa njia gani? Unajua? Unakosoa kwa njia ipi? Yeah. Kwa hiyo ni sahihi unachofanya hivyo, lakini pia na serikali na yenyewe iwaelewe na wale wanaokosoa kwa nia njema. Si kila ambaye anakosoa ametumwa. Sio kila ambaye amekosoa haipendi Tanzania. Mwingine anataka tuwe na Tanzania bora zaidi. Kwa hiyo pia mbali na kwamba mimi nawasemaga sana wanaharakati, lakini pia na serikali wajue si kila anayekosoa ni mwanaharakati. Wengine wao wanakosoa kwa nia nzuri tu ya kujenga. Nakiri kweli wako ambao wanakosoa kwa mission maalum na wanaingiza fedha. Wako. Una uhakika? Wako, ndio, na uhakika wako. Unaweza kuthibitisha? Mimi ni mwandishi, nafanya investigation journalism. Kwa sababu sijataja jina la mtu, ila wanajijua wapo. Uliwaona? Ama uliwahi kuzungumza nao? Au unasikia? Nini hapa? Mbona mambo yao? Unajua taasisi moja inaitwa Ford Foundation. Sasa mimi nakupa research. Weka some kuhusu Ford Foundation, ingia YouTube, andika Ford Foundation Africa, Ford Foundation East Africa, about Ford Foundation, alafu utapata kila kitu, sawa? Utapata kila kitu. Kwa hiyo si kila anayekosoa ametumwa, si kila anayekosoa ni mwanaharakati ana nia njema, ana nia mbaya na nchi. Mwingine anakosoa lakini ana nia njema. Kwa hiyo sasa inategemea ndio unakosoa kwa style gani, unakosoa vipi. Lakini nadhani ukosoaji unaruhusiwa. Kwani mimi nimesema una shida? Hamna shida, tuko vizuri. Tuko vizuri, hamna shida. Au umewahi kupata tatizo kwenye ukosoaji upande wa waandishi wako namna? Hapana. Uko vizuri. Mimi nimejikita kwenye kukosoa sera za kimataifa kuliko sera za kitaifa. Kwa sababu kupata shida. Kwa hiyo sisi tuko sawa. Inshallah. Okay. Shukrani sana Zungu. Tuko sana jamaa.